Wanawake wengi wanaharibu mahusiano yao hapa tu. Na nikwambie, hata mwanaume akupende vipi, kama utakosea katika haya mambo, ataanza kuondoka kimya kimya. Na mbaya zaidi ndio ile unaachwa haujui kosa lako. Wewe unaona tu mwanaume kabadilika, mara kawa kimya, mara mahusiano yameisha. Sasa unajiuliza kosa lako ni nini? Leo nitakwambia sehemu ambazo wanawake wengi wanakosea, ama makosa mengi wanawake wanayofanya pasi na wao kujua. Na mbaya zaidi wanaume wengi hawayaongelei haya makosa. Kwa unajikuta unaachwa bila kujua. Sawa? Karibu sana. Kama wewe ndio kwanza unatazama hii channel yangu, hapa ni Mbeki TV, karibu sana, na mimi naitwa Mombeki. Usiache kusubscribe kwa sababu hapa ndo mahala pekee tunapoongea mambo mengi sana kuhusiana na ndoa na mahusiano pamoja na kushauriana. Twende kwenye kosa la kwanza ambalo wanawake wengi wanalifanya pasi na wao kujua, na wanaume hawawapi. Ni kosa la kwanza wanalofanya mwanamke ni kumpendeza sana mwanaume. Yaani kumridhisha mwanaume kwa kila kitu anachotaka. Wanawake wengi wanafikiri mapenzi ni kujitahidi, yani kufanya vitu vizuri, kumsikiliza mwanaume, kufanya kila anachotaka, yani kumuondolea ule ugumu wote, mwanaume akuone yani wewe ni mwepesi sana. Sasa hilo ni kosa kubwa sana. Yani unamtafuta kila wakati, unajishusha sana, yani kila kitu anachosema hewala, kila kitu anachotaka unampa, yani uko very loyal katika ile namna ya kwamba huyo ndo unamuona kama Mungu. Sasa hiyo ni mbaya sana. Kwa nini nakwambia ni mbaya? Kitu pekee usichokijua wanawake, wanaume wengi wanapenda changamoto. Wanaume wengi wanapoteza interest pale watakapoanza kukosa challenge ama kukosa kushindania kukupata. Na kushindania simaanishi kwamba agombane na wanaume wengine, bali yeye kujiona kuna vitu anakushawishi wewe kuvifanya ambavyo ulikuwa unataka kuvifanya. Pale ndo mwanaume anajisikia ameparticipate kimahusiano na wewe, ama anajisikia anapendwa. So ile wala hiyo inamfanya yeye akuone wewe ni rahisi sana, akuone wewe hata mwanaume mwingine akija itakuwa hivyo hivyo, hata mahusiano uliotoka utakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo kuwa sana royal, kumpenda sana mwanaume, kumpendeza sana mwanaume, kila kitu anachosema sawa, yani wewe kama mbuzi wa kafara tu, kila kitu hewala. Hilo ni kosa kubwa sana wanawake mnalifanya, na linawapotezea wanaume kimya kimya bila nyinyi kujua. Ushanifahamu? Kosa la pili ambalo mnalifanya wanawake na linawapotezea wanaume kimya kimya bila kujua, kukosa confidence ya ndani. Unajua sura, umbo, pesa pekee hizo hazitoshi kutengenezea wewe confidence ama kufanya ujiamini, bali confidence ya ndani ndio kila kitu. Ukianza kujiona hautoshi, yani kuna sehemu uko weak, hiyo inaonekana nje, unakosa kujiamini. Unahitaji kujilemba kila muda, unahitaji mambo mengi ya kuzunguke ndio kukupa nguvu ya wewe kutengeneza confidence. Hiyo pia ni mbaya. Yani wewe paka upate nguo nzuri ndio uende sio kwenye harusi ndio utoke, mara paka ujipodoe ndio utoke, mara sio paka upake lotion ndio utoke. Yani without those unakosa hiyo confidence. Hilo jambo linaonekana kwa ajili. Sasa hiyo ni confidence ya ndani. Lakini pia ile confidence tu ya kuogopa kumpoteza, yani kwamba mmegombana kidogo ama jambo lolote limetokea, unalia, utashinda kwake, utagombana, utaita marafiki, unatumia nguvu kubwa kumrudisha, ama unaishi naye katika namna unaogopa kumpoteza. Mimi nikikukosa wewe, unakosa ile confidence ya kujiamini kwamba hata yeye pia anakuhitaji, na hata wewe pia unaweza ukawa na maisha nje na yeye, yani ukawa huo uhuru na hiyo confidence. Hiyo inampa mwanaume hamasa ya kuona kuna umuhimu wa kuwa na wewe. Nikutolee tu mfano mmoja. Kuna wanawake wengine sio wazuri wala hawana shape, lakini the way wanakuwa na confidence inawatengenezea hata wanaume kutamani kuwa nao. Si ushai kuona mwanamke mbaya, lakini jinsi anavyotembea wanaume wote wanamwangalia yule mwanamke, wanaanza kutamani kuwa naye. Mwanamke ana hata shape, lakini jinsi anavyojitingisha vinatingishika vinguo tu, lakini wanaume wote yule mtoto. Those confidence wanaume wanahitaji sana. Kwa hiyo kukosa confidence kutamfanya mwanaume asijivunie pia atakuwa na wewe. Mwanaume anapenda kuwa na mwanamke ambaye hanajiamini, ili hata wanaume wengine yeye awaonyeshe wanaume wengine, nimepata mwanamke jembe ambaye hata nyinyi hamwezi kumpata. Kosa la tatu wanawake wanaolifanya ni kushindwa kutengeneza muunganiko wa kihisia. Kushindwa kutengeneza ile chemistry ya kihisia. Hapa ndo wanawake wengi wanapofeli. Unajua sio kila kitu ni kuhusiana na kufanya vitu. Yaani sio kila kitu lazima ufanye jambo zuri. Kuna wakati ni namna gani unamtengenezea mwenzako kujisikia. Yaani akiwa karibu na wewe anajisikiaje? Ana furaha, ana amani. Maana yake kuna namna wewe unampa hiyo amani. Na kuna namna nyingi ya kumpa mwanaume amani, kumfanya ajisikie vizuri. Zipo namna nyingi. Sasa unaifanya hiyo ama ile tu kama ni bwana wangu, ni mume wangu imetosha? Kwa kushindwa kutengeneza connection ya kihisia, hii sehemu wanawake wengi waitazame, inawaharibia mahusiano. Mwanaume anakuwa yuko na wewe kama wajibu tu, lakini sio kama anajisikia vizuri. Ndio hiyo mwanaume anashinda baa, mwanaume anachelewa kurudi, mwanaume anatafuta wanawake wengine wa kumfanya ajisikie hiyo furaha, kwa sababu kwako anakosa kujisikia hiyo connection
ya kihisia. Kwa hiyo kama hakuna hiyo connection ya kihisia, hata ujitahidi vipi, atachoka tu na atajisikia kuondoka. Ukweli mchungu, wanaume wengi hawawezi kukuambia haya makosa. Wewe utaona tu vitu vinaanza kubadilika. Mara anaanza kuwa kimya, mara hakutafuti tena, mara mmeshapotezana, mara amemove on. Na wewe unabaki kujiuliza umekosea wapi. Sasa haya ni mambo ambayo mimi nimeamua kuja tu kukuambia makosa kadhaa mnayoyafanya yako very sensitive, nyinyi hamwezi kuyafahamu. Lakini haya ni makosa matatu ambayo nyinyi mnayafanya sana sana, na kuanzia leo hebu jaribu kuyaacha. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Pamoja na haya mambo matatu nilokuambia, wewe unafikiri mwanamke wanawake wengi wanakosea wapi tena ambapo panawafanya wanaume waondoke kwa ukimya kimya bila taarifa ama kupoteza interest na wao? Kwa hiyo niandikie kwenye comment hapo, na kama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na mahusiano na ndoa, basi usiache kusubscribe kwa sababu hapa ndo kila siku tunaleta mafunzo ya namna hiyo. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, ni Beki TV. Nikuage tu kwa sasa. Bye bye.